Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Irani imeweka msimamo wake wazi kuwa mazungumzo yote ya nyuklia na Marekani lazima yafanyike bila vitisho wala shinikizo la kijeshi au kisiasa. Akizungumza na shirika rasmi la habari la Iran, IRNA, mara baada ya kumalizika kwa mazungumzo yasiyo moja kwa moja yaliyofanyika leo nchini Oman, Araghchi amesema sharti la msingi la mazungumzo ya maana ni kuacha kabisa lugha ya vitisho. Kwa mujibu wa Araghchi, ujumbe wa Iran ulioshiriki mazungumzo hayo uliwasilisha msimamo huo kwa uwazi, akisema kuwa Irani haitakubali mazungumzo yanayoambatana na presha au vitisho. Amesema hoja hiyo iliwekwa wazi na Iran ilitarajia iheshimiwe ili kuruhusu mwendelezo wa mazungumzo hayo. Sharti la msingi la mazungumzo yoyote ni kuacha vitisho na shinikizo, amesema Araghchi, akiongeza kuwa hatua hiyo ni muhimu ili kujenga mazingira yanayoruhusu mazungumzo ya kweli na yenye tija. Kauli ya waziri huyo mambo ya nje wa Iran imekuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi, ambapo kabla ya kufanyika kwa mazungumzo ya Oman, Marekani ilikuwa imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba, hali iliyozua hofu ya kutokea kwa mzozo wa moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Araghchi amesema kuwepo kwa vitisho kunazidisha kutoaminiana na kunahatarisha mchakato wa mazungumzo, akisisitiza kuwa uaminifu ni nguzo muhimu kwa mazungumzo yoyote ya kidiplomasia. Ameeleza kuwa bila kujenga mazingira ya kuheshimiana ni vigumu kufikia makubaliano yanayokubalika kwa pande zote. Kwa msimamo huo, Iran imesisitiza kuwa iko tayari kuendelea na mazungumzo endapo yatafanyika katika mazingira ya heshima, bila vitisho na bila shinikizo, huku lengo likiwa ni kulinda maslahi ya haki za wananchi wa Iran kupitia njia za kidiplomasia. Mazungumzo ya nyuklia yanatarajiwa kuweza kuendelea hapo baadaye tena endapo siku nyingine itakwenda kupangwa upya ya mazungumzo hayo ambayo leo hii yameweza kukamilika vizuri kabisa, lakini Araghchi amesema kwamba yanatakiwa yaweze kufanyika bila vitisho au shinikizo kutoka Marekani. Na hii imetokana na kauli za rais wa Marekani Donald Trump mara kwa mara ambazo amekuwa akizitoa dhidi ya viongozi wa Iran na taifa kwa ujumla, kwamba anaweza kuanzisha shambulizi muda wowote katika taifa hilo. Kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.